Sabra alikuwa na ndoto. Nilifanyia nini lakini? Nilipokea wapi kuniambia? Binti. Maisha. Binti, naomba unisikilize kwanza. Nisikize binti. Binti, nisikize kwanza. Nikwambia ukweli mwanangu, wewe una makosa. Mwenye makosa ni huyu mshenzi Alexi. Alexi, unafika sehemu unamtapeli mtoto wa watu. Binti, umetapeliwa. Hakuna ndoa. Sisi tunamjua mkwe wetu ni huyu hapo. Alexi, kwa nini unabadili dini? Wewe ni Mkristo. Leo unajiita wewe sijui Abduli. Wewe jina lako litabaki kuwa ni Alexi. Lakini baba mke wangu mimi kuna mambo mengi amenifanyia ambayo kakufanya kitu gani mpumbavu wewe? Kwa nini sije nyumbani kushtaki? Ulitakiwa uje nyumbani kuniambia mimi au nenda kwa wazazi wake huyu? Si ndio taratibu wetu wa Afrika mpumbavu mkubwa wewe? Alexi, unaongea nini mbele yangu mimi? Alexi, bado unaongea tena na mimi? Shut up! Shenzi wewe. Binti, naomba unisikilize. Wewe hapo umetapeliwa. Huna mume kwa wastani. Na ili iwe funzo, kabla hajakuwa huyu ungemwambia akupeleke kwa wazazi wake Alexi. Sasa sisi hatukujui. Sisi tunamjua huyu. Na kuomba uondoke. Toka. Binti, toka. Huna mume. Kazi kuharibu ndoa za watu, tumpumbavu wewe. Na wewe, kakae pale na mumeo sasa. Kaa hapa na mumeo. Kaa pale na mumeo. Kaa pale na mumeo. Mkango, una nini? Mbona sura yako imezaliwa na majonzi? Maida, mimi nimeharibu maisha yangu, lakini pia nimeharibu na maisha mdogo wangu Chifu, na hiyo yote ni kwa sababu ya tamaa tu za moyo, na naumia kwa sababu kila ninapokaa nikigundua kwamba mimi ndio chanzo cha matatizo haya yote ambayo yanatokea katika hii nyumba, moyo wangu unazidi kuchoma. Najisi mimi ni muuaji, siko sawa kiakili, kifikra, ni siko sawa. Lakini huu si wakati wa kulia, ni wakati wa kujenga tulipobomoa. Aida, bora ila mdogo wangu Chifu ambaye yuko hospitali, tunaweza tukapambana, tukamrudisha nyumbani, tukamtafuta Sabra popote alipo, Sabra akarudi, mdogo wangu akawa sawa. Lakini la kwangu mimi bei haliwezi kutatulika. Maisha yangu yote mimi ni mfu aliye hai, Maida. Mimi ni mfu aliye hai. Nakufa, Maida. Mbona sikuelewi shemeji? Umekufa wakati uko hai? Sina budi ya kuwaficha. Nyinyi ni familia yangu. Tumeishi vizuri kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata nikiwaficha haina maana yoyote. Maida, mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Nimekwisha. Nimekufa, Maida.
siwezi kupona. Siwezi kupona. Pole sana shemeji. Baba. Usilie. Wewe ni mtu mzima. Na sifa ya mtu mzima husolve mambo yake kwa busara na akili. Wala sio kwa masononeko. Utakuwa sawa. Umenielewa shemeji? Maida, ukubwa wa mtu haupimwi kwa umri Maida, bali ukubwa wa mtu unapimwa kwa matendo. Maida, mimi bado mtoto. Uone matendo yangu Uone matendo yangu Maida. Hapana, usiseme hivyo shemeji. Sasa kama nyewe akiume mkilia, mimi nitafanyaje? Mbona kufa? Hello Maida. Halo dokta. Kati ya wewe au Mkango, naomba mmoja aje ofisini. Nini? Kwa sababu baada ya operation kuna tatizo jingine limejitokeza. Tatizo gani tena? Kwa hiyo naomba mmoja wenu aje hapo ofisini. Yeah. Haya, fanya haraka kidogo. Sawa. Kuna nini? Daktari amesema amegundua tatizo lingine kwa chifu. Hivyo kati yangu mimi au wewe, mmoja wapo anatakiwa aende hospitali. Mama wewe. Usilie shemeji. Wacha mimi basi niende. Hamna. Wacha niende mimi Maida. Yule ni damu yangu, yule mdogo wangu kabisa na mama wewe. Wacha nikashuhudie maiti ya mdogo wangu. Mimi nitaenda kwa msiri. Siamini njia yangu imekuwa na majuto, majuto. Chifu kafa, chifu. Kafa mdogo wangu. Nayopitia, nauliza lini ni mwisho, ni mwisho. Natamani nitoe yaliyopo ndani yote hadharani wajue. Natamani waone nayopitia mangapi, wajue. Najiuliza ni lini nifurahi na mimi. Wow, Maida. Za masiku Nzuri tu. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Kwa unaishi wapi? Naishi hapo nyuma, mtaa huu. Sasa Damai, mbona nikikuita kama mwanzoni utokei tena? Sijakuelewa. Una maana gani? Sasa Damaida, mbona siku hizi nikikuita utokei tena kama mara ya kwanza? Au tumegombana? Hapana. Mimi sasa hivi nimekuwa binadamu wa kawaida. Hivyo sina uwezo wote wa kufanya yale nilikuwa nafanya zamani. Kweli? Basi hongera. Nimefurahi sana kusikia hivyo kwa kweli jamani. Mungu mkubwa. Hivi Damaida, unajua kuwa Matulanga iko hai? Matulanga iko hai? Ndio, Matulanga yupo hai. Na tena ameshanifuata kuniomba msamaha. Lakini mimi sitaki kumkubalia. Tena anajipanga kulipiza kisasi kwa unyama aliofanya juu yetu. Alafu isitoshe, sasa hivi anajikuta eti mchungaji kabadilika. Sio na anataka arudi tena katika maisha yetu ili ayaharibu tena. Mimi hata simuelewi kabisa anataka nini. Zara, kama umekuomba msamaha wa dhati, huna budi kumsamehe. Msamehe tu. Maana hakuna mkamilifu hapa duniani. Huenda atakuwa amejifunza. Na kama ni muongo je?
msamaha wake haumaanishi. Zara, kipimo cha mtu kipo kwenye matendo na sio maneno. Tujipe muda, tutajua tu kama amebadilika au la. Zara, nitakuta siku nyingine. Mimi sasa hivi nauguliwa. Acha niwahi. Basi sawa, hamna shida, tuwasiliana siku nyingine. Namba basi, namba yako ile naweza kukupigia. Kwaheri. Haya, bye. Bye. Niambie. Unapenda sana chipi? Kinanifurahisha sana. Alafu brother, hivi nimekumbuka. Nakumbuka kijini ulishaniambiaga kuona mchumba na ulikuwa unampenda, akabibaga hadi ujauzito wako. Lakini ufika mjini ghafla kaingia katika mawazo ya Sonia. Alienda wapi huyo mchumba wako? Unajua mdogo wangu Chifu, nguo inapokuwa mpya unakuwa unaithamini sana. Kuna muda utaweka kabatini kwa sababu ya kuitunza, lakini kadri utakapokuwa unazidi kuitumia, mwisho unaichoka, unaona ya kawaida sana, utaanza kuitupa, baadaye itageuka tena itakuwa tambala la deki, utaamua tena utaitupa jalalani, inakuwa sio nguo tena. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa ule shemeji yako. Basi tu nimejikuta tu nimemchoka, na ndivyo ilivyo hata katika mapenzi. Yani nimemtumia, yani hakuna sababu nyingine. Mkango, mimi siungi mkono wa majibu ulionipatia. Kwa sababu mimi ninachokifahamu, kuna watu wanapendana, wanaanzia ujanani mpaka wanafika tu wanazeka pamoja, mpaka wanazikana. Na hao inakuaje? Mbona hawachukani? Hewa, sasa hapo umeniuliza swali zuri sana. Wazee wetu wa zamani utakuta walikuwa wanaishi kwa faida. Shamba wanaenda kulima kwa pamoja, au baba anakaa nyumbani na watoto, mama anaenda shamba peke yake. Lakini wanawake wetu wa sasa hivi, ukiachana na masuala ya mapenzi, hakuna faida nyingine ambayo unaweza ukaipata zaidi ya hayo mapenzi. Kwa hiyo sasa hayo mapenzi yakiisha, unakuwa una haja naye tena, kwa sababu hana kitu kingine cha kushawishi zaidi ya hayo mapenzi. Na ukitaka kuliamini hilo, ngoja siku mpate mwanamke mchapakazi. Yaani hata kama mapenzi yakija kuisha, bado utatamani kuendelea naye, kwa sababu atakuwa ni source ya mafanikio yako. Nimekuelewa sana. Mimi bwana, nimeamua kumrejea mke wangu Sabra. Kwa sababu stili nimkosea na nimegundua kosa langu, na yeye amegundua kuwa nilikosea kwa bahati mbaya. Hivyo nimrejea kwa sababu nampenda kushinda kitu chochote kile katika ulimwengu. Au ule weupe wake ndo na kuona kuchanganya. Unajua sisi wanaume hatukai na mwanamke kwa sababu labda ni mweupe sana, au kwa sababu mwanamke huyo ni mzuri wa umbo, au pengine mwanamke huyo ni mwaminifu, ana heshima, anajituma sehemu tofauti. Rasha. Bali tunaamua kukaa na mwanamke kama tutakuwa tumemfanya chaguo la maisha yetu. Kwa hiyo mimi nimeamua kumfanya Sabra chaguo la maisha yangu. Ukimfanya mwanamke kuwa chaguo la maisha yako, basi utamvumilia madhaifu yake, mapungufu aliyokuwa nayo kwako haitakuwa ni changamoto. Na changamoto zote ambazo mtakutana nazo, mtapambana nazo kwa pamoja, kwa sababu tayari umeshamfanya chaguo. Kwa hiyo mimi nakuona Sabra kwa sababu nimemfanya kuwa chaguo la maisha yangu na sio kitu kingine. Nampenda sana kiukweli. Umenijibu kikubwa sana ndugu. Ndogo wangu Chifu, Chifu umefikia pabaya sana ndogo. Mama. Mwenyezi Mungu na malaika. Naomba mnisamehe mimi. Nimesababisha hayo.
Shemeji. Chifu. Chifu amefanya nini? Ni magumu sana kuzungumzika shemeji. Chifu amekufa? Ndugu yangu Chifu hajafariki. Chifu nimefanikiwa kurudi naye, yuko ndani. Umerudi naye? Shemeji, sio Chifu yule ambao unamjua wewe. Chifu amepata matatizo makubwa. Chifu akili yake imeruka. Kiufupi amepata ugonjwa wa uchizi. Akili yake kuna muda inaingia, kuna muda inatoka. Sio Chifu yule ambaye tunamjua. Chifu amebadilika. Amekuwa mgonjwa wa akili. Ndugu wangu. Chifu kwa chizi. Sasa inatakiwa nifanye taratibu zote ili mradi niweze kutafuta hospitali ya Mirembe, kwa sababu ndio hospitali ya machizi, ili niweze kumpeleka uenda akapata unafuu akawa sawa. Shemeji, kabla hujafanya maamuzi ya kumpeleka Chifu Mirembe, naomba mtafute kwanza Sabra, kisha umwombe msamaha na uweke ukweli wote bayana. Huenda hii ni laana yake juu ya makosa uliyofanya kwa kudhamiria kwa Sabra. Shemeji, ukifanya masiara tutamkosa kweli Chifu. Nakuomba mtafute Sabra. Jamani, mmalizeni kumsuka huyo na mimi nataji nisuke, kuna mali takaniwae leo. Haya. Zara. Bwana Yesu asifiwe. Sema shida yako. Kwa naomba maongezi nawe kidogo. Habari yako? Sawa. Kwema? Kwema. Ya tangu siku ile. Nzuri. Sasa mimi nilikuwa nakuja kwako mara moja. Tafadhali, hivi huyu bwana ulimpa taarifa zangu? Naona simu yangu hapokei kabisa. Ndiyo, nilimfikishia taarifa zako. Kwani kuna nini mpaka akupokelea simu yako? Shida ipo. Mimi nilikuwa na shida na binti mmoja hivi ambaye kama angepokea simu zangu basi ningeweza kuwasiliana naye vizuri. Ndio huyo Sabra aliyekuwa mke wake? Ndio huyo Sabra. Sasa nisikilize kakaangu. Sabra hakuwa mke wake na Alex, ila mimi ndo mke wake na Alex. Na hivi ninavyoongea na wewe, Sabra tayari ameshafukuzwa. Amemfukuza? Ameenda wapi tena mtoto wa watu? Mbona hajanipa taarifa yote wakati mimi nilimkutanisha naye? Labda kama kuna shida nyingine nikusaidie. Sawa basi, tafadhali naomba umpigie niweze kuzungumza naye mara moja. Nakuomba lakini. Pigia Alex. Alex. Mkango Bei hapa.
Sasa kumbe kaka hewani upo, simu zangu unazimute, nikipiga naambiwa namba unapiga haipo tena. Kumbe unapatikana kaka. Sasa kwa nini unanifanyia hivyo? Nimekosea kitu gani? Sabra alikuwa na ndoto za nuru. Aya sawa, mimi nilikuwa na shida na Sabra sababu na yeye pia nikimpigia namba zake hazipatikani. Nimekutana na mke wako hapa, anasema umemfukuza Sabra, kumbe ulioa Sabra, yeye hujamwambia. Sasa huu ni ujue ndugu yangu. Tuwe tunawashirikisha wake zetu. Hizi ndoa sometimes hizi zinakuwa zina changamoto. Hao ni wanawake unajua. Oh Sabra machozi. Aya Sabra yuko wapi Sabra? Kila tone la machozi ni siri ya maumivu. Halo. Sabra moyo wako bado unapiga kwa sawa. Asante, amenielekeza hadi. Chako alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu. Zala, ujio wangu hapa ni kuja kuitangaza amani. Mimi ni mwanadamu, sijakamilika. Kwa yale nilokukosea, naomba unisamehe Zala. Niko chini ya miguu yako. Mimi ni binadamu, sijakamilika. Nisamehe. Siwezi kukusamehe Matulanga. Moyo wangu umekuwa mzito. Moyo wangu umekuwa mzito kupokea msamaha wako. Hivi ulishawahi kufikiria au kuwaza ni namna gani umeutesa moyo wangu? Ni maumivu kiasi gani ulionipatia mimi baada ya kumuoa babangu? Ulishawahi kufikiria hilo? Haya maumivu nilikopo nayo, ingekuwa ni wewe, ungekuja hapa kutangaza amani na upendo kama unavyodai. Sina kuuliza Matulanga. Najua namna gani unaumia. Lakini Zahara, moyo wenye upendo ni sawa na mtu wenye kimvuli katika maisha ya binadamu. Sijakamilika. Na pia matunda ya chuki huleta tabasamu mbaya katika uso wa Bwana. Hebu fungua moyo wako Zahara, nisamehe. Siamini njia yangu imekuwa na majuto. Matulanga, ni kweli umebadilika na unahitaji msamaha wangu. Nimebadilika na makosa yangu niliyofanya yamekuwa funzo kwangu na kwa wengine Zahara. Siwezi kurudia. Nimekosa, naomba nisamehe. Chozi ligili nanitoka, niache usinifute, moyoni na mengi, maumivu yanachosha. Bila kunipa msamaha, siwezi kuwa na amani na furaha katika maisha yangu. Nisamehe Zahara, nisamehe. Kwanza sasa naomba utafasiri maisha yangu kwa vitendo na wala sio maneno. Nisamehe mamangu, niko chini ya miguu yako. Chozi lingili nanitoka, niache usinifute. Nakusamehe. Nakuacha kubadilika sasa na kujifunza juu ya yote yaliyotokea. Naomba nisamehe Zahara. Sirudi na kuahidi. Nimeamua kumpokea Mungu. Salama. Karibu. Asante sana. Samahani, sisi tunataka tukazungumza kidogo. Karibu. Shukuru. Sabra alikuwa na ndoto za nuru. Samahani, sijui utakuwa unanikumbuka? Ndio nakukumbuka. Nilikuona kwenye msiba wa mtoto wa Sabri. Wewe si kakake na Chifu? Ndio mimi hapa Mkango Bay.
kakake na chifu ya. Nimemtafuta sana Sabra pasipo na mafanikio, lakini nikafanya uchunguzi nikaambiwa kwamba yuko hapa kwako. Kama yupo naomba uniitie niweze kuzungumza naye, na shida naye sana. Pole, umechelewa. Una maana gani? Ni kweli Sabra alikuja hapa baada ya kutengana na mume wake, lakini hakukaa, aliondoka. Amekwenda wapi sasa? Hakutaka mtu yote ajue anapoenda. Kwa hiyo hata namba zake za simu hazipatikani, maana mimi nikipiga zile namba zake simpati kabisa. Vipi, labda ana namba mpya? Namba zake ni zile zile, ila kwa sasa hataki kuwasiliana na mtu yoyote. Kwa nini dunia ila kuna mzigo ameniachia, amesema nimfikishie chifu. Hakuna huruma kwa walio. Na kwa kuwa umekuja, naomba unisaidie katika hilo. Mzigo gani? Ngoja nikakufuatia. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha. Nifikishie chifu hii barua. Mwambie imetoka kwa Sabra. Aya, sawa, nitamfikishia. Hakuna pa kukimbilia tena, maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Oh Sabra, machozi yako. Chifu, kiukweli wewe ni mwanaume niliyokupenda kuliko wanaume wote katika hii dunia. Nilifanya maamuzi ya kuolewa na mwanaume mwingine baada ya kunifukuza bila hatia, lakini hata wewe mwanaume pia hakuwa mtu sahihi kwangu. Alikuwa ni tapeli wa mapenzi. Hivyo nimeamua kuondoka kwenda mbali. Nikutakie maisha mema chifu. Hautaniona tena kwenye maisha yako, ila tambua nakupenda sana. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna pa kukimbilia tena, maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Oh Sabra, machozi yako ni bahari, hiyo tone la machozi ni siri ya maumivu. Sabra, moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Shemeji. Nadhani tukamwamshe chifu, maana muda umeenda sana, aje kula. Hapana, yule tusimwamshe sasa hivi. Kwa tatizo alilonalo, akipata muda wa kusinzia tumwache apumzike mpaka atakapoamka mwenyewe, kwa sababu hata daktari pia alishauri hivyo. Unaweza kumkurupua alafu baadaye akaamka akaanza hata kukimbia. Kwa hiyo akipata muda wa kulala, akiamka mwenyewe anakuwa yuko sawa. Unaelewa? Kwa hiyo akiamka tutamwandalia chakula, tutampa, sawa? Wananyie vipi?
Nimelala mimi ndani nabembeleza Sabra, napiga makelele, nafungulia muziki sauti kubwa. Kwa nini nafanya hivi? Amoni kwa mnapiga kelele? Sina wauliza amoni kwa mnapiga kelele? Sasa nisikilize. Sabra ameamka. Nafikiri kama mnavyoona ananisumbua. Kamata ya maziwa nenda kamchemshie ili tumbembeleze anywe alale. Mimi naenda kumuogesha sasa hivi, unanielewa? Tena ufanye hilo zoezi kwa haraka. Basi Sabra sasa amekuwa mdogo, amekuwa mzuri. Shika maziwa kamchemshie maziwa haraka. Chifu, hayo sio maziwa. Hiyo ni dawa ya chooni. Moneni huyu. Kaka unamsikia huyu? Eti maziwa ya Sabra leta dawa ya chooni. Acha ujinga, nitakupiga. Hebu kamchemshie maziwa. Shika mchemshie maziwa. Nitakufukuza huko ndani. Vipi anaita maziwa Sabra dawa ya chooni? Haya maziwa. Chief, nisikilize. Ndogo. Chief. Hii dawa. Utakata tena, utakata tumbo. Wewe utakata tumbo. Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia kanyamaza, alibaki na